Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametangaza kuzinduliwa kwa zoezi la mikakati ya silaha za nyuklia, ambapo zoezi hilo pia litahusisha makombora ya ballistic na cruise yakirushwa angani. Kiongozi huyo wa Urusi amesema leo Jumanne Oktoba 29 ya mwaka 2024. Jaribio la nyuklia bado ni mdhamini wa kuaminika kwa usalama na enzi kuu ya Urusi, Putin amesema, akiongeza kuwa pia husaidia kudumisha ukamilifu wa nyuklia na usawa wa nguvu ulimwenguni. Kutokana na ukuaji wa mivutano ya kisiasa na pia kuibuka kwa vitisho na hatari mpya za nje, ni muhimu kuwa na vikosi vya mkakati vya kisasa ambavyo viko tayari kila wakati kukabiliana na matumizi. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema hivyo, ambapo pia Moscow inapanga kuboresha zaidi vipengele vyote vya mikakati ya nyuklia, huku pia Urusi bado inatafuta kudumisha vikosi vyake vya nyuklia katika kiwango cha kutosha, lakini haina nia ya kuburutwa katika kinyang'anyiro kipya cha silaha. Putin amesema hivyo. Urusi inasisitiza msimamo wake wa kanuni ya kwamba matumizi ya silaha za nyuklia ni hatua kali ya kipekee ya kuhakikisha usalama wa nchi. Rais amesema hivyo. Vikosi vya kimkakati vya Moscow vinalingana na vifaa vya hali ya juu kwa 94% kulingana na Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambako pia vikosi vya kijeshi pia vitapokea mifumo mipya ya makombora imara na ya rununu ambayo ina usahihi wa juu na muda mfupi wa uzinduzi wa muda ikilinganishwa na vizazi vilivyokwisha kupita. Mifumo hiyo mipya pia itakuwa na uwezo wa juu wa kupenya kwa makombora. Rais huyo ameeleza kuwa jeshi la wanamaji la Urusi liko tayari kupokea manuari mpya za atomi na ndege za kivita zenye uwezo wa kufanya kazi kwa njia ya kisasa zaidi. Inakumbukwa pia mnamo Oktoba 14 NATO ilizindua mazoezi yake ya kiwango kikubwa ya nyuklia, ambapo nchi takriban 13 wanachama wa jumuiya hiyo inayoongozwa na nchi ya Marekani zilishiriki katika zoezi la kila mwaka la Thabit Nun, ambalo lilihusisha karibu wafanyakazi 2000 wa kijeshi na zaidi ya ndege takribani 60. Wanachama wa NATO ya Ulaya walikuwa wakifanya mazoezi ya kupeleka silaha zilizotolewa na Marekani chini ya mpango wa shirika hilo wa kugawana silaha za nyuklia. Kremlin, yani ikulu kutoka nchini Urusi, ilisema ya kwamba mazoezi hayo yataongeza zaidi mvutano kati ya Urusi na Magharibi wakati wa mzozo na Ukraine. Moscow pia imesema kuwa mfumo wa NATO wa kushirikiana na nyuklia ni kinyume na moyo wa kutoonea kwa nyuklia, ambapo mwezi uliopita pia Rais wa Urusi Vladimir Putin alipendekeza pia sasisho la fundisho la nyuklia la Urusi. Chini ya mabadiliko hayo, kitendo cha uchokozi dhidi ya Urusi na mshirika wake wa karibu wa kuitwa Belarus na hali yoyote isiyo ya nyuklia pamoja na Ukraine kwa ushiriki wa msaada wa hali ya nyuklia kingechukuliwa kama shambulio la pamoja ambalo linaweza kusababisha majibu ya hatari ya silaha za nyuklia. Na hichi ndicho ambacho pia Rais wa Urusi Vladimir Putin ameweza kutangaza siku ya leo ya Jumanne Oktoba 29 ya mwaka 2024 ya kwamba jeshi lake sasa rasmi lianze kufanya mazoezi ya nyuklia, akidai ya kwamba pia hiyo haswa ni kwa sababu ya vitisho vingi ambavyo pia vimekuwa vikiendelea hasa kutoka nchi za Magharibi. Hivyo pia taarifa zaidi ambazo pia zitakuwa zinajiri katika mazoezi hayo nitazidi kuwafahamisheni. Cha msingi hakikisha tu unazidi kuitembelea na kuifuatilia kila siku na kila wakati, na pia mazoezi hayo nitakuwa nayaweka kwenye grupu la WhatsApp, kama pia Wizara ya Ulinzi ya Urusi itakuwa ikiyaweka hadharani kila ambacho pia kitafanyika katika mazoezi hayo ambayo sasa rasmi Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza yaanze kufanyika kutokana na vitisho pia ambavyo vimekuwa vikiendelea hasa kutoka nchi za Magharibi. Mwisho wa taarifa hii na pia taarifa zaidi zitafuatia hapo baadaye. Cha msingi endelea kunifuatilia kila siku
na kila wakati kwa habari na taarifa zaidi kutoka huko Urusi na Ukraini, lakini pia Mashariki ya Kati, huko Israeli, kusini mwa Lebanon, lakini pia pamoja na Iran.